Ndugu zangu, yamesemwa hapa kuhusu utekelezaji wa ilani za uchaguzi ya Muungano na ile ya Zanzibar. Tumetekeleza kwa kiwango kikubwa, tuliahidi na tumetekeleza. Nikichukua nafasi hii kwanza kulisema moja moja itanichukua muda mwingi sana, lakini wananchi nyinyi hamuhitaji kuelezwa, yanaonekana. Ukitoka mjini kuja huku utayaona mambo mengi sana ambayo tumeyatekeleza. Kwa hivyo sina shaka kabisa nyote mnaridhika na utekelezaji wa ilani zetu. Kule bara mambo makubwa yamefanyika, huku Zanzibar mambo makubwa yamefanyika, na inshallah katika awamu ijayo makubwa zaidi yatafanyika. Nimalizie na la tatu, nalo ni kwanza na kushukuruni sana kwa wingi wenu katika mikutano yetu. Toka tumeanza kampeni hizi, mikutano yetu yote imefurika wana CCM na wananchi kwa ujumla. Wenzetu hawawezi kusema hivyo hivyo, mambo mmeyaona nyinyi wenyewe. Lakini napenda nitoe wito ndugu zangu, kwamba hamasa kama hizi ni jambo moja, lakini uchaguzi ni siku ya kupiga kura. Kwa hiyo nichukue fursa hii nikuombeeni, ikifika Oktoba 29 sote tujitokeze kwa wingi tukapige kura mapema. Tuhakikishe kwamba familia tunazitoa, majirani tunawatoa, alimradi asiwepo mtu ambaye hatokwenda kupiga kura. Tumefanya vizuri katika uandikishaji wa daftari, tuhakikishe wale wote walioandikishwa wanazipiga kura hizo ili tupate ushindi wa kishindo. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nikuombeni kura. Kwa heshima na taadhima, namwombea kura rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Mtampa? Najiombea kura na mimi mwenyewe. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, mtanipa? Lakini ili tuweze kuendesha serikali vizuri, lazima tuwe na wabunge wa CCM wa kutosha, lazima tuwe tuna wawakilishi wa CCM wa kutosha. Hivyo nawaombea kura wagombea wote wa ubunge na uwakilishi wa CCM bara na visiwani, mtawapa? Na kundi la tatu ni madiwani. Tunataka tuwe tuna serikali za mitaa madhubuti kupitia madiwani wetu. Kwa hivyo madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi tunawaombea kura, mtawapa? Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki nyote, na inshallah tarehe 29 tutoke kwa wingi tukamalize kazi iliyo mbele yetu, ili tuendelee kushika dola, na yale maendeleo yote mnayoyatarajia kama tutavyoyanadi katika ilani yetu kwa awamu hii inayokuja ya miaka 5 tutaweza kuyatekeleza kwa ufanisi mkubwa.